أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله, kuna masala muhimu sana nataka nizungumze katika kikao cha leo, ambapo kwamba ni masala inahusiana na historia, inahusiana na tarikh. Ni masala muhimu sana ambayo kwamba tukiyafahamu, tukiyaelewa, baadhi ya mishkeli au baadhi ya maswali yatapungua, kwa sababu uhalisia ni kwamba mtu asiyejua jana yake ni ngumu sana kuitambua leo yake. Mtu ambaye kwamba asifahamu jana yake itakuwa ni ngumu sana kupata mwelekeo mwema wa kuitafuta kesho yake na kuishi vizuri leo yake. Ndio maana yake nimeweka kikao kama hiki kuhusiana na masala hayo ya kihistoria. Nazungumza hivi kwa sababu kuna baadhi ya mambo tukiyafanya au kuna baadhi ya mazungumzo tukiyazungumza, kuna baadhi ya watu inakuwa ni ngumu sana kuelewa au inawawia uzito kuelewa. Ni kwa sababu hawajui historia, ni kwa sababu hawaifahamu historia, ni kwa sababu hawaifahamu jana yao, ndio maana imekuwa ni ngumu kuifahamu leo yao. Masala yenyewe ni nataka nieleze namna gani ulamai wetu Ahlus Sunnah wal Jamaa walivyokuwa wakiamiliana na wakiishi na ulamai wengine wasiokuwa wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, hasa nikikusudia Shia. Katika kikao chetu cha leo hasa nitazungumzia ulamai wetu Ahlus Sunnah wal Jamaa walivyokuwa wanaamiliana na kuishi na ulamai wa Kishia na madhehebu ya Kishia katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki, katika ukanda wetu huu wa Pwani. Mfano, nitatoa baadhi ya mifano. Nafikiri hiyo baadhi ya mifano itaweza kutosheleza, kwa sababu mazungumzo ili yawe wazi zaidi huwa lazima yapate mifano. Nitakutolea mfano Sayyid Abdul Qadir Junaid rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu arda. Al-Allama Sayyid Abdul Qadir ibn Abdul Rahman al-Junaid ni katika ulamai wakubwa mno ambao kwamba waliopata kuishi katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki, hasa katika nchi yetu ya Dar es Salaam ya Tanzania, katika mji wetu wa Dar es Salaam. Sharif Abdul Qadir Junaid hakuna mtu asimfahamu. Alikuwa ni shekhe mkubwa, alikuwa ni imamu wa Masjidul Jami pale Kitumbini, Mnazi Mmoja. Hakuna asimfahamu. Sayyid Abdul Qadir alikuwa ni mwanachuoni, alikuwa ni alama ambaye kwamba ametoa wanafunzi wingi ambao kwamba ila al-an naftakhiru bihim, kina Sayyid Abdul Qadir Ali Sheikh maruf na ulama wingi ambao kwamba wametakharaj kwa Sayyid Abdul Qadir Junaid. Lakini Sayyid Abdul Qadir Junaid pia ametunga vitabu vingi. Miongoni mwa vitabu alivyovitunga Sayyid Abdul Qadir al-Junaid tulivyovisoma na tulivyovipata ni hiki hapa: Al-Uqud al-Asjadiyya fi nashr manaqib ba'd afrad al-usra al-Junaydiyya limuallifihi Sayyid Abdul Qadir ibn Abdul Rahman bin Umar al-Junaid. Lakini ameandika kitabu kingine hiki kinaitwa Al-Islamu wal-Yamaniyun al-Hadarim bi Sharqi Afriqiya, pia ni Sayyid Abdul Qadir Junaid. Lakini pia ameandika kitabu hiki Nubdhatun min hayati al-Imam al-Allama Umar ibn Ahmad ibn Abi Bakr bin Smith. Anaelezea historia al-Habib Ahmad bin Smith, al-Habib Umar bin Smith afwan. Hii hapa kitabu. Lakini ameandika kitabu kingine hiki hapa Al-Uqud al-Jahiza wal-Uqud al-Najiza. Taban hizi ni baadhi ya safha tu nimezitoa kopi, anga kitabu nacho, lakini hizi ni baadhi ya safhati nilizitoa kopi kwa kazi maalum. Hiki hapa Al-Uqud al-Jahiza wal-Uqud al-Najiza kina takriban peji 600. Hiki hapa cha historia cha tarikhi hiki. Kwa hivyo huyu ni mwanachuoni ambaye kwamba
na ana vitabu vingine, rasail nyingine ndogo ndogo katika akhlaqi, katika aqida, katika fiqh na vitu vingine, lakini nimetaja hizi amali zake kubwa ambazo kwamba ni bariza, na ana kazi zingine pia kubwa ambazo kwamba za kifiqh. Kwa maana ninapomzungumza Sayyid Abdul Qadir Junaidi, hatuzungumzi labda kidampa kimoja tu ambacho kwamba kimekurupuka kuivamia membari ya da'wa na mfano wake. Tunazungumza mwanachuoni ambaye kwamba alikuwa ni mzito, tunazungumza mwanachuoni ambaye kwamba alikuwa ana mizani zito, mwanachuoni ambaye kwamba alikuwa anapimwa kwa matani, si kwa kilo wala sio kwa gram, alikuwa akipimwa kwa matani, kwa tani yani. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo tunapozungumza maneno yake tufahamu kwamba ni maneno, au tunapozungumza msimamo wake tunazungumza msimamo wa marejeo makubwa miongoni mwa marejeo ambayo kwamba tuliokuwa nayo katika mji wetu wa Dar es Salaam, katika nchi yetu ya Tanzania, katika ukanda wetu wa Sharqi Afrika. Nimetanguliza utangulizi huu kuhusu Sayyid Abdul Qadir Al-Junaidi ili tuelewe uzito wa maneno yake. Katika kitabu chake Al-Uqud Al-Jahiza Wal-Wu'ud An-Najiza anaeleza tukio kubwa la safari ya Sayyid Ali Khamenei ibn Sayyid Jawadi Khamenei, ambaye kwamba ametawafu na kupata shahada hivi karibuni, ambaye kwamba alikuwa ni murshid na kiongozi mkuu wa Iran. Anaeleza tukio la kuitembelea kwake Tanzania mwaka 1986. Tofahamu mwaka huu ilikuwa yeye wakati huo ni rais wa Iran. Qaida alikuwa ni al-Imam al-Khomeini al-Azim rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Alifanya safari ya kuja hapa Tanzania na baadhi ya nchi, nafikiri alienda Zanzibar na baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Katika ukurasa wa 614 anaeleza historia yake, anasema wa minhum raisul jumhuriyyati al-islamiyyati al-iraniyyati sabiqan As-Sayyid Ali ibn Sayyid Jawad Khamenei. Asema katika watu niliopata kukutana nao na Sayyid ambaye kwamba alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Kiislamu Irani kitambo, yani wakati huo alipokuwa anaandika hii kitabu ilikuwa tayari kashatoka kwenye urais. As-Sayyid Ali bin Sayyid Jawad Khamenei. Angalia, amesema As-Sayyid Ali. Bwana, maana yake akubali huyu ni sharifu katika Ahlul Bait. Anaeleza kwamba, wacha nisome mazungumzo maneno yake haya Kiswahili, yani tafsiri yake kwa sababu ya kuchunga muda. Anasema As-Sayyid Ali Khamenei amezaliwa katika mwezi wa Safar 1358 sawa na tarehe 15 1939 miladi yani. Tuko vizuri sana. Yani hii Safar ni sawasawa na June 1939, na alisoma kwa baba yake, na baba yake ambaye kwamba ni Sayyid Jawad Khamenei aliishi miaka 90, na Sayyid Ali Khamenei alipofika umri wa miaka 4 alianza kusoma Qur'ani kwa baba yake, kisha akajiunga na madrasa au shule za awali, kisha za upili, na akamaliza mustawa au ngazi ya shule za upili akiwa na miaka 18. Baada ya hapo akajiunga na thanawi, kisha baada ya hapo alienda kuitembelea Iraqi, hasa katika mji wa Najaf. Na alipokuwa katika mji wa Iraq, hasa katika mji wa Najaf, alisoma kwa Ayatullah Muhsin al-Hakimi maarufu huyu, na alisoma pia kwa Ayatullah As-Sayyid Mahmud. Kisha baada ya hapo alisafiri kwenda katika mji wa kielimu Qum, katika miji mikubwa ya kielimu katika mji wa Iran, nchi Iran ni mji wa Qum, mji wa kielimu. Na hapo alisoma pamoja na rafiki yake Rafsanjani, ambaye kwamba pia Ali Akbar Rafsanjani, ambaye kwamba pia kashakuwa rais wa Iran.
walisoma kwa ala al-Imam al-Khomeini, alisoma kwa al-Imam al-Khomeini. Hasa Sayyid Ali Khamenei alisoma kwa al-Imam Khomeini, alisoma falsafa, na ilianza harakati yake ya kisiasa, au zilianza harakati zake za kisiasa mwaka 1963, na baada ya kuanza harakati za kisiasa alifungwa mara nyingi baina ya mwaka 1963 mpaka mwaka 1978. Wafassara al-Quran al-Karima wa huwa fi sijni. Allahu akbar! Angalia watu wanavyojua kuutumia wakati, angalia watu wanavyojua kuzibadilisha changamoto kuwa fursa. Sayyid Ali Khamenei alipokuwa jela aliifasiri Qur'ani tukufu wa huwa fi sijni. Allahu akbar! Akiwa katika jela hakukaa kulia na kulalamika, aliona ile ni fursa ya kuandika. Vile vile aliandika vitabu vingi na risala nyingi akiwa jela, na baada ya kufanikiwa mapinduzi matukufu ya Iran alitumikia nafasi nyingi na alishika na nyadhifa nyingi. Miongoni mwa nyadhifa alizozishika ni kuwa khatibu mkuu wa Ijumaa katika msikiti mkuu kabisa wa Tehran, na katika tarehe 27 Julio 1987 alipigwa risasi akiwa na khutubu Ijumaa. Risasi kampata katika mkono wake wa kulia, ukaparalyze, ukapooza. Kisha baada ya hapo akaja akachaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kiislamu Iran mara mbili, tena bil ijma', kwa makubaliano ya viongozi wote. Asema Sayyid Abdul Qadir Junaidi baada ya kueleza historia hii ya Sayyid Ali Khamenei, asema nilimfahamu, araftuhu lamma zara Tanzania wa Dar es Salaam bidhat. Asema nilimjua al-Imam Khomeini al-Khamenei alipoizuru Tanzania, hasa Dar es Salaam mwaka 1406 sawasawa na 1986. Asema washaraktu fi tarhibi bihi, nilishiriki kwa namna ambayo kwamba ubalozi wa Iran hapa Tanzania uliandaa hafla kwa heshima yake, ambayo kwamba ilihudhuriwa na rais wakati huo, ilihudhuriwa na wajumbe wa serikali wakati huo, ilihudhuriwa na ulama na wakubwa wa miji katika madhehebu mbalimbali. Tueleze tu kiupana zaidi haya maneno. Wakati huo alipokuja 1986 hapa Khamenei alipokelewa na viongozi wa serikali, alipokelewa na waasisi wa nchi, miongoni mwao akiwa Mwalimu Nyerere mbele, alipokelewa na ulama kina Sheikh Nuruddin Hussein Ashadhuli walikuwa mbele, na kibar ulama wengine wakubwa. Lakini katika hao ulama waliompokea ni Sayyid Abdul Qadir al-Junaidi. Anasema nilihitimisha kilima changu katika hafla hiyo ya kumpokea kwa kasida hii. Sio kwamba alimpokea tu na ikamalizika, sio kwamba alihudhuria tu katika hafla ya kumpokea na ikamalizika. Hapana, aliandika mashairi. Na sote tunafahamu ya kwamba ada ya Waarabu, ada ya ulama, wakitaka kukidumisha kitu, wakitaka kukifanya kitu kidumu, hukiandikia, hasa mashairi. Mashairi hutembea kuliko maneno ya kawaida. Kwa hivyo aliandika mashairi ili sisi tuliokuja baada yake, ili sisi tuliopokea vijiti vyao, tuje tuchukue mafunzo na akhlaqi zao, ili tuje tuchukue desturi zao walizokuwa nazo, wakiishi nazo pamoja na watu wa madhehebu nyingine. Ndio maana yake hii kasida au hii historia hakuiandika tu, hapana, kuna mafunzo na kuna majulisho makubwa hapa. Asema Maulana akimsifu al-Imam Khamenei, asema ya ayyuha al-batalu alladhi biqudumihi rafa'at yadu al-bushra lana rayatiha
lillahi maqdamuka alkarimu famarhaban bika ya aba alashbali fi ghabatiha. Daru salami tajurru dhaila fakhariha biqudumikum shawqan ila sadatiha. Wabikum ghadat Tanzania takhtalu mudh wafaita dhaifan nazilan sahatiha. Fanzil qarira alaini fi baladin takinnu laka alwala tarjuka fi hajatiha. Famdud laha kaffa almaunati innaha minkum turajji naila umniyatiha. Walmuslimuna alyawma ahwaju ummatin lil'i'tisami wa rad'i sad'i shatatiha. لعب العدو بهم ومزق جمعهم وغدوا له كلبهم حول رعاتها. لكن لنا أمل بثورتنا التي دكت عروش البغي في وثباتها. أن يستعيد المسلمون حقوقهم تحيي لنا الآمال بعد مماتها. بقيادة البطل الحكيم السيد السند الرئيس زعيم كل حماتها. وفقا لإرشاد الإمام وطبق توجيهاته في كل مدلولاتها. هو آية الله الخميني من حبته يد العناية من جميل هباتها. سيف على الأعداء براه الله يقمع كل طغاتها وبغاتها. قد دوخ الجبروت أرداه وتخشى بأسه الآساد في أجماتها. فله نؤمل متعة كبرى وعافية تدوم على مدى لحظاتها. الله أكبر. كلمات تستحق أن تكتب بمداد الذهب. Maneno mazito kabisa. Wacha nijaribu kuwafasiria baadhi haya mashairi au niwafasirie hii kasida, angao utamu wa mashairi ya Kiarabu ni kusoma Kiarabu tukisha baki katika lugha yake. Asema Maulana al-Junaydi al-Azim, ya ayuha al-batal, akimsifu Khamenei hapo mshia we, ya ayuha al-batal, ewe shujaa, alladhi ambaye kwamba biqudumihi, kukuwasili kwake hapa Dar es Salaam, rafa'at yadul bushra lana rayatiha, mikono ya bishara njema imetuinulia bendera zake. Yani kufika kwako hapo tumepata bishara njema. Lillahi maqdamuka alkarim, ni uzuri ulioje wa kuwasili kwako kutukufu huku kukarim. Famarhaban bika, karibu ya abal ashbali, ewe baba la masimba, fi ghabatiha, wakiwa katika vichaka vyao. Wewe ni baba la masimba, manake wewe ukifika sote tunakuwa ni ashbal. Shiblu ni mtoto wa simba. Daru salami tajurru dhaila fakhariha, Dar es Salaam inaburuta mkia wa kujifakhiri kwake. Yani Dar es Salaam inaburuta maguo yake ikiwa inajifakhiri biqudumikum, kwa kuwasili kwenu, shauqan ila saadatiha, ikiwa na shauku na mabwana wazake. Ameitaja Daru Salam akikusudia watu wa Dar es Salaam. Amu ya balagha hayo kama yale ya wasalil qarya, yani watu wa Dar es Salaam wanaburuta maguo ya fakhri, yani watembea kwa fahari kwa kuwasili kwenu, wakiwa na shauku ya kukutana na mabwana zao. Ila saadatiha, angalia madululati za haya maneno, angalia majulisho ya maneno. Wabikum, na kupitia nyinyi, yani akimzungumzia as-Sayyid al-Khamenei hakusema wabika, wabikum ala at-ta'zim wal-ijlal, mtumia dhamiri ya jam'i kwa maana ya kumheshimu. Wabikum, na kupitia nyinyi na serikali yenu. Ghada Tanzania, imekuwa Tanzania takhtalu, inajifakhiri, inatembea kwa gogi. Mudhwa faita dhaifan nazilan sahatiha, toka ulipowasili hapa ukiwa ni mgeni ulioshuka katika viwanja vya Dar es Salaam. Fanzil qarira al-ain, basi tunakuambia shuka, pumzika, ukiwa jicho lako limetulizana, yani ukiwa na furaha kabisa. Fi baladin, katika mji ambao kwamba takinu laka alwala, una mapenzi na wewe ya ndani kabisa. Tarjuka fi hajati, mji ambao kwamba unakutarajia wewe katika haja zake. Famdud laha kaffa almauna, unyoshe mkono wa msaada. Innaha
minkum, innaha, hakika Tanzania, minkum, kwenu nyinyi, turaji naila umniyatiha, unatarajia au inatarajia kupata matarajio yake. Walmuslim, akarudi sasa kuzungumza hali ya Waislamu. Walmuslimuna alyawm, na Waislamu hivi leo, ahwaju umma, ndio umma wenye haja zaidi lili'tisam, ndio umma wenye haja zaidi ya kuungana. Wa rabbi sud'i shatatiha, na kuunga ufa au nyufa za mifarakano yake. Yani azungumza kwamba hali tuliokuwa nayo sisi Waislamu ni watu ambao kwamba tuna haja zaidi ya kuunga nyufa za mifarakano yetu na tusimame kama watu wamoja. Haya yazungumza 86 Junaidi. Allahu akbar. Natamani Junaidi angelikuwa 2026 hii akawa anaona hali ambayo kwamba tuliokuwa nayo. Asema laiba al-adu bihim, adui amewachezea. Wa mazzaqa jam'ahum, ametawanya na kata umoja wao. Wa ghadau lahu, na Waislamu wamekuwa kaadui kalbuhum hawla ru'atiha, wamekuwa ni kama wanyama mbele ya wachunga wao. Ndio kama sisi hivi tulivyo Waislamu, tumekuwa kwa maadui zetu wa Amerika na mfano wao ni kama wanyama tu kwa mchungaji wao. Ukiambiwa nenda huku wanaenda, ukiambiwa nenda huku wanaenda. Hatuoni kwamba umefika muda wa kuacha tofauti zetu na kuungana? Junaidi ndio alichokisema hapa. Asema lakini lana amalun, tuna matarajio mema, bithauratina allati, kwa mapinduzi yetu ambayo kwamba sio bithauratikum ayuha Shia, kwa mapinduzi yenu nyama Shia, bithauratina, kwa mapinduzi yetu, kwa sababu ushindi wowote wa Waislamu wa eneo fulani ni ushindi wa Waislamu wote duniani, kwa sababu innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote ni ndugu. Furaha yako wewe kama muumini ndio furaha yangu. Ushindi wa Waislamu eneo lile si ushindi wao peke yao, ni ushindi wetu, na maumivu yao ni maumivu yetu sote. Kwa hivyo maana yake Junaidi akasema lakin lana amalun bithauratina allati, kwa mapinduzi yetu ambayo kwamba dakkat urush albaghi, mapinduzi ambayo kwamba yamevigonga na kuvivunja viti vya ubeberu na ubepari, fi wathabati, katika makito yake. Yani mapinduzi ya Iran yamevunja viti vya mabeberu kule sehemu zake, yani mapinduzi ambayo kwamba yamegonga kwenye mshono. Asema tuna matarajio haya mapinduzi yetu matukufu, ayastaida almuslimuna huquqahum, tuna matarajio kwamba Waislamu sasa watarejesha haki zao za kuungana. Tuhi lana al-amala, haki ambazo kwamba zitahuisha, au mapinduzi ambayo kwamba yatahuisha kwa sisi matarajio baada mamati, baada ya kufa. Tulikuwa tunaona ndo basi tena Waislamu ni wanyonge, lakini baada ya mapinduzi ya Iran tumekuwa na matarajio mema. Tumekuwa na matarajio mema biqiyadati al-batal, kwa uongozi wa jasiri, shujaa, alhakimi, mwenye hikma, asayidi, bwana, asanadi, mtegemewa, rais Khamenei, zaimi kulli humatiha, ambaye kwamba ndio kiongozi wa wahami wote, ndio kiongozi wa watetezi wote wa haki za Waislamu. Allahu akbar. Asema tuna matarajio, tuna matumaini ya kurejea matarajio yetu wifqa liirshadi al-imam, kwa kulingana na miongozo ya imam, kwa kufuata miongozo ya imam, wa tibqa tawjihati, na kulingana na kufuata miongozo yake Imam al-Khomeini, manake fi kulli madululatiha, katika majulisho yake yote. Huwa ayatullah, imam mwenyewe ni ayatullah, ishara katika ishara za Mwenyezi Mungu. Al-Khomeini, Khomeini, man ambaye kwamba habatuhu, imempa yeye vitu vingi, vipawa, imempa yeye vipawa, yadul inaya, mikono ya msaada. Yani akikusudia Khomeini ambaye kwamba amepewa msaada mkubwa na Allah, min jamili hibatiha, Khomeini ambaye kwamba amepewa na msaada wa Mwenyezi Mungu vile vipawa au zawadi za vipawa nzuri. Lau si Mwenyezi Mungu, Khomeini asingeweza kufanya mapinduzi yale.
ndio mmoja katika maraisi waliowahi kupita wa Amerika, alisema wakati Khomeini akiwa anafanya mapinduzi kupindua utawala wa Shaha ambaye kwamba alikuwa ni kibaraka wao, wakinyonya Irani kama wanavyonyonya miji yetu hivi sasa. Anasema wakati ule akiwa katika harakati za mapinduzi, anasema sababu zote za nguvu tulikuwa tunazo sisi. Tulikuwa tuna sababu zote za kuweza kumwangusha na mapinduzi yake yasifanikishe. Lakini anasema msaada wa Mwenyezi Mungu peke yake ndio ulikuwa naye. Anasema nguvu zote tulikuwa tunazo sisi, lakini tulikuwa hatuna msaada wa Mwenyezi Mungu hata kidogo. Msaada wa Mwenyezi Mungu wote ulikuwa na Khomeini, ndio baraka mapinduzi yale yakafanikiwa. Asema saifun ala al-aada. Asema Khomeini ni upanga huu kwa maadui. Barahu Allah, upanga ambao kwa Mwenyezi Mungu ameushopoa. Yaqma'u kulla tughatiha, upanga ambao kwamba unafika mabepari wote, unafika mabeberu wote, wabughatiha, na wasi wake. Qad dawakha aljabaruta, ameudhalilisha ubepari. Ardahu, ameuangamiza. Watakhsha ba'sahu, na wanaliogopa balaa lake. Al-asadu, masimba fi ajmatiha, wakiwa mwituni. Yani simba unajua akiwa mwituni ndo anakuwa na ule ujenja wake na nguvu zake zote, lakini asema masimba wakiwa mwituni, yani akiwa anakusudia wa magharibi, wakiwa kule kwenye ngome zao, wakisikia Khomeini wanatetemeka. Falahu nuamilu mut'atan kubra, tunatarajia kwake aendelee kubaki na uhai wenye starehe kubwa, wa afya, na afya tadumu, ambayo kwamba itadumu kwake ala mada lahdhatiha, katika muda wote uhai wake. Ndio mwisho wa kasida nzuri, tamu, ina kila sifa za uzuri, ambayo kwamba iliyoandikwa na nani? Na As-Sayyid Abdul Qadir Al-Junaidi kwa mnasaba wa ziara ya al-Imam Ali Khamenei 1986 katika mji wa Tanzania, katika nchi ya Tanzania, Dar es Salaam. Kwa nini nimesoma maelezo yote haya? Nimesoma maelezo haya kama mafunzo kwa ndugu zetu, kama mafunzo kwa wenzangu katika vijana wa Ahlus Sunnah wal Jamaa na katika duati wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, kuonyesha kwamba ni namna gani watangulizi wetu walivyokuwa wakiishi na madhehebu zingine zilizokuwa yetu ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, namna gani walivyokuwa wakiishi na ulama wengine wasiokuwa madhehebu yetu. Kwa sababu sasa hivi tumekuwa na desturi ya kwamba mtu ikiwa si katika madhehebu yako, basi una haki ya kumtuhumu utakavyo, una haki ya kumtukana utakavyo, una haki ya kumtupia takataka zozote chafu, mtupie. Mtu akiwa mshia una haki ya kumtukana, kumsingizia, kumtukana, yani takataka zote mtupie. Hatuna insafu, hatuna uadilifu hata kidogo, kiasi ambacho kwamba imekuwa ndio desturi yetu, kwa namna ambayo kwamba wakionekana watu ambao kwamba wenye misimamo ya kati na kati, wenye uadilifu na watu wa madhehebu zingine kama mimi, tunaonekana kwamba ni watumwa wa fikra, tunaonekana ni vibaraka wa fikra na mfano wake. Mfano, utakuta labda sisi hapa tukija katika kikao au katika membari yangu hii ya ilmu, labda nikaja nikawafanyia uadilifu, nikawazungumza kwa vizuri, nikawazungumza mazuri yao, mathalan Shia, kibaraka wa Mashia huyo, kashakuwa Shia huyo, kashakuwa kadha, kwa sababu hatuna insafu, hatuna uadilifu. Tukija tukiwazungumza ibadhi vizuri hapa, kashakuwa ibadhi yule, kashakuwa mtumwa yule wa kibadhi. Tukija tukiwazungumza Mu'tazila vizuri, kashakuwa Mu'tazili yule, tukashakuwa kadha. Tukija tukazungumza Jahm bin Safwan vizuri, kashakuwa Jahm. Sasa jamani, mtu mmoja atakuwa na madhehebu yote? Huyo atakuwa Shia, huyo ibadhi, huyo atakuwa Jahmi, huyo atakuwa ni Mu'tazili, huyo atakuwa ni Dhahiri. Mtu huyo mmoja jamani. Au mwingine atasema huyo hatambui, haeleweki huyo. Niwaambie kitu kimoja jamaa, tunapozungumza madhehebu ya Kishia kwa vizuri, kwa mazuri yao, tunapozungumza maibadhi kwa mazuri yao, tunapozungumza Mu'tazila kwa mazuri yao, haimaanishi kwamba sisi madhehebu hayo tumeyavaa kwamba sisi ni Mashia au sisi ni maibadhi au sisi ni Mu'tazila. Hapana. Yani kumzungumza mtu mwingine vizuri haimaanishi kwamba ndo tayari ushakuwa katika madhehebu yake.
Kama vile mathalan mshia leo akiwazungumza Ahlusunnah wal Jamaa vizuri, haimaanishi kwamba kashakuwa nani? Kashakuwa mshia. Hivi leo Kishki anaposimama akamzungumza Mufti Abubakar bin Zubair vizuri, haimaanishi kwamba Kishki kashatoka kwenye uwahabi wake, kashakuwa nani? Kashakuwa sufi. Hapana. Waungwana huo wanaishi hivyo. Hizo ni akili za kiungwana, ni madhehebu ya kiungwana. Angalieni Junaidi anavyomsifu hapa Khomeini, kiongozi wa Mashia, kichwa cha Mashia katika wakati wake. Angalia anavyomzungumza Khamenei, kiongozi wa Mashia na kichwa cha Mashia. Alikuwa ni kiongozi wa Mashia wa kisiasa na wa kidini pia. Awaita imam, amuita ayatullah, ampa sifa zake. Sasa je, kwa maneno haya yamaanisha kwamba Junaidi alikuwa ni mshia? Tumieni akili. Lakini si hivyo tu, wacha nimalizie kwa kutoa mfano mmoja kuonyesha kwamba haimaanishi kwamba mtu ukiwazungumza watu wa madhehebu nyingine au ukienda kusoma kwa watu wa madhehebu nyingine washakuwa watu wa madhehebu hiyo. Hapana. Haya yanatufundisha tuwe na insaf, tuwe na uadilifu. Mimi ninachofanya ni insaf tu, maana membari yangu haijui kumdhulumu mtu. Nikija kumzungumza Shia nitamzungumza mazuri yake, nikimzungumza Ibadhi, nafikiri nyote ni mashahidi wa hili. Hiki ni kitabu baadhi ya wanazuoni wa mashariki ya Afrika cha Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi. Saleh Al-Farsi na kitabu chake hiki amefanya kazi kubwa sana ya kutunza historia ya wanazuoni wa Afrika Mashariki. Cha kwanza, hata Sharif Abdul Qadir Junaid katika moja ya vitabu vyake, sikumbuki ni kitabu lakini nimesoma katika moja ya vitabu vyake hivi hapa vya kihistoria, akisema lau si Sheikh Abdallah Al-Farsi kuandika historia ya wanazuoni wa Afrika Mashariki na kuitunza katika kitabu chake, basi sehemu kubwa ya historia ya wanazuoni wa Afrika Mashariki ingepotea. Kwa hivyo ni kitabu tegemeo katika historia. Na mimi alhamdulillah katika mwaka 2021 nilipata heshima na bahati ya kukichapa upya kitabu hiki na kukitumikia na kukitolesha kwa namna hii ambayo kwamba mnaiona, ambayo kwamba nilikiunganisha na kitabu changu kidogo ambacho kwamba pia nikiita baadhi ya wanazuoni wa Mashariki ya Afrika, ambayo kwamba nilikusanya ndani yake kutoka katika marejeo tofauti tofauti, baadhi ya historia za baadhi ya wanazuoni kina Muhammad al-Bidhi na wengine, pia nikakiita hivyo baadhi ya wanazuoni wa Mashariki ya Afrika. Ndio maana hapo utakuta mwandishi ni Abdallah Al-Farsi na Shafiba Salim. Hiki nilichapisha 2021. Na pia chapa ya asili niko nayo. Katika chapa yangu hii au katika chapa yetu hii katika ukurasa wa 148 Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi alipokuwa akizungumza historia ya Sayyid Ahmad bin Abi Bakar bin Sumait, babake Al-Habib Umar bin Sumait, alipokuwa akizungumza wanazuoni ambao kwamba amesoma kwao, asema mashekhe zake wa Unguja, yani mashekhe wa Sayyid Ahmad bin Sumait babake Al-Habib Umar bin Sumait alosoma kwa Unguja, watatu ni Sayyid Abdul Hussein bin Ali Al-Asghar Al-Mar'ashi. Ni huyu Sayyid Abdul Hussein Al-Mar'ashi An-Najafi aliyezaliwa Iraki mwaka 1263 Hijiria, 1887 Miladia. Asema akaja kuhamia Unguja mwaka 1303 Hijiria, 1886 Hijiria, Miladia 1886. Hakuna uwahabi wakati huo, wala hakuna paka wa kiwahabi wala panya wa kiwahabi. 1886 wahabi moja gwiji liniambie kwamba kuna wahabi gani alikuwa 1800, sio 900. 1886 alihamia Unguja, akafa Makka mwezi 14 mfunguo 4 mwaka 1323 Hijiria, 21 Machi 1905 Miladia. Naye yani wakati alipokufa ni mtu wa miaka 63. Alizikwa Makka chini ya miguu ya kaburi la bwana Abu Talib, afwan, la bwana Abu Talib naam bin Abdul Muttalib alayhi salam, baba yake Sayyidina Ali alayhi salam. Hii alayhi salam toba nimeweka mimi, sio Saleh Al-Farsi. Alisoma kwa bwana huyu, yani Sayyid Ahmad bin Sumait alisoma kwa Abdul Hussein huyu Al-Mar'ashi ambaye kwamba ni mshia.
alisoma elimu ya mantiki, lojiki sana, ingawa na elimu nyingine pia alisoma kwake kidogo. Alisoma mantiki na elimu zingine. Sheikh Abdullah, yani Sheikh Abdullah Bakathir, alikuwa akimfuata, yani akimfuata Said Ahmad bin Smith siku nyingine, wakati alipokuwa akienda kusoma kwa bwana huyu. Kwa hivyo kwa namna hiyo, katika silsila zetu sisi za elimu zinapita kwa mashia hawa, kwa sababu Said Ahmad bin Smith amemsomesha pia Abdullah Bakathir na amemsomesha Umar bin Smith, na ulamai wetu wengi wamesoma kwa Al-Habib Umar bin Smith, akiwepo Said Abdul Qadir Junaid. Sheikh Abdullah Bakathir wamesoma kwake ulamai wengi, wakiwemo Sheikh Abdullah Ayub wa Tamta, ndugu yake Sheikh Muhammad Ayub. Kwa hivyo hata Tamta pia cheche za elimu ya kishia ziliingia. Taban sipo huko, ninachomaanisha ni kwamba mashekhi zetu walikuwa na insaf. Al-Allama As-Sayyid Ahmad bin Smith alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, la yushaqu lahu ghubar. Anaeleza hapa Sheikh Abdullah Al-Farsi kwamba yuko mmoja katika ulamai wa Masri aliandika kitabu cha fiqhi. Alipokishika Sayyid Ahmad bin Smith alikitoa makosa, alikirekebisha na akakisahihisha, na yale makosa alipomtumia yule mwanachuoni wa Misri akasema kweli haya ni makosa. Baada ya kuyafanyia tafiti akasema wallahi lau si huyu bwana ningeangamia kwa makosa haya. Kwa hivyo alikuwa ni mwanachuoni ambaye kwamba alikubalika Afrika Mashariki na nje ya Afrika Mashariki. Alikuwa ni gogo la elimu, si kama havi vidampa ambao kwamba wanapiga kelele hapa katika membari. Alikuwa ni mwanachuoni kisawasawa, alikuwa ni mwanaume wa kisawasawa, si kidampa kama havi vidampa wengine. Lakini angalia insafi yake alipokuwa Said Abdul Hussein Al-Mar'ashi An-Najafi, akasema la, huyu ni mwanachuoni, tumetofautiana katika madhehebu, lakini huyu amenizidi kielimu. Akaenda akakita goti kwake akasoma. Namna hii ndio walivyokuwa ulama. Akimwona mtu amemzidi kielimu, au ni mshia au ni muibadhi au ni madhehebu yoyote, aenda kwake kufanya nini? Aenda kwake kusoma na amheshimu, ampa ihtiram. Hakusema kama tunavyosema le shia le fulani le limepotea le. Hayo ni maneno ya walevi, si maneno ya wanachuoni. Kusema msiende kusoma kwa yule, msimsikilize yule mshia. Mkimsikia mtu leo anazungumza, maana sasa hivi utasikia vidampa vingi huko mitandaoni. Wakimsikia leo Shafi amezungumza shia vizuri, utasikia kimejitokeza kidampa kingine. Huyu shia huyo kadha huyo. Hasa ni mambo yenu bwana. Mkimsikia leo Shafi amezungumza ibadhi vizuri, huyu kadha. Ikhwani, hivi ni vidampa ambavyo kwamba havina kichwa wala miguu. Sikilizeni ulama wakubwa hawa, kina Said Ahmad bin Smith, kina Said Abdul Qadir Junaid. Nimetoa mifano hii miwili tu, na nina mifano tele, lakini nimetoa hii mifano miwili ya hivi vigogo viwili katika vigogo vya Ahlus-Sunnah wal Jamaa, kama ni mfano tu na kama ni ishara ya namna gani ulamai wetu Ahlus-Sunnah wal Jamaa walivyokuwa kiishi na madhehebu zingine. Maana nishawahi kusikia kidampa kimoja kikizungumza katika hadhara ya Maulidi, sema hawa mashia hawa wazee wetu walikuwa wameweka uwani, lakini sisi tumewatoa barazani. Wazee wenu wapi? Wazee wenu wa koroga gongo? Wazee wenu wazee wa namna gani yani? Wazee wa hovyo au wazee gani wazungumze? Kama ni wazee wa kielimu, mrongo mkubwa, wa la'natullahi ala alkadhibin, kadhabta ala nnas. Kama ni wazee wa kielimu, hakuna wazee wa kielimu ambao kwamba utawaleta watawashinda hawa. Unawazungumza wazee gani? Na kwa sababu hatusomi historia zetu, vijana wengi hawajui mambo haya. Ndio maana leo nimejitolea mimi kuja kueleza, kwa sababu vijana wengi kwanza, rubama hata hivi vitabu, kuna baadhi ya watu hawajui kwamba Junaidi ana vitabu hivi. Wengine wanajua labda alikuwa ni imamu tu akitumbi na nini, hawajui kwamba ana urithi huu wa kielimu na vitabu vingine tuliokuwa navyo katika maktaba yetu tukufu hii. Hawajui haya maneno kama haya, hawajui kwa sababu hawasomi. Kwa hivyo ndio maana imekuwa ni rahisi kupelekwa na upepo wa hivi vidampa. Lakini sisi wasomi, nasema tena
kwa kinywa kipana. Sisi wasomi hawezi kutupeleka kwa namna hiyo. Sisi wasomi hawezi kutupata. Sisi wasomi tunaofahamu dini kisawasawa, tunaofahamu historia ya Afrika Mashariki, tunaofahamu historia ya wanazuoni wa Afrika Mashariki wa Ahlusunnah wal Jamaa na namna walivyokuwa wakiishi na watu wa madhehebu zingine, hawezi kutupeleka. Nasema tena, sisi wasomi kwa kinywa kipana. Maana nikisema sisi wajinga itakuwa na kufuru neema ya Mola. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, si fakhari wala kibri. Sisi ni wasomi. Msomi ni kila ambapo msomi ni msomi tu. Kwa hivyo wewe ukubali usikubali, shauri zako. Kiona umekasirika sana, tafuta nguzo au tafuta jiti kubwa, jipigize ufilie mbali. Lakini tutasema kwa kinywa kipana, sisi wasomi tunaoifahamu historia ya Afrika Mashariki, hamwezi kutudanganya namna hiyo kitoto. Tunaelewana vizuri sana. Hasa nazungumza na vijana wenzangu. Na pia hata wazee pia wanaingia. Kwa sababu waka wazee wengine pia toka wazaliwa haya tunayozungumza labda ndo mara ya kwanza kuyasikia. Kumbe itakuwa kumbewe sasa. Ikhwani fillah, mambo haya lazima tueleze. Ni lazima tuyaseme ili tuelewe uhalisia wa Afrika Mashariki ya wakati huo wa enzi zake za dhahabu, na Afrika Mashariki hii ya kielimu ambayo kwamba tunapelekwa kwake, ambayo kwamba ni Afrika Mashariki naita mimi ya giza. Afrika Mashariki ya giza katika upande wa kielimu, kiasi ambacho kwamba kila kidamba kinachopiga kelele tayari kishapewa jina la wanazuoni. Kila kidamba kinachotukana watu kishapewa jina la wanazuoni. Tuchunge sana. Hadha, wassalamu alaikum wa